Katika mwaka wa 7 wa Yehu kutawala, huyu mtoto wa Bersheba, katika nyumba ya Yuda, Israeli walimwacha Bwana. Walipoingia Kanani, wakafanya yaliyokuwa mabaya machoni mwa Bwana. Na baada ya hapo kufanya mabaya, Mungu akaweza kuiacha Israeli ikatawaliwa. Israeli ilipokuwa imetawaliwa, watu wakarudishwa utumwani tena, wakaanza kuuzwa utumwani. Yesu asifiwe sana. Sasa katika mwaka ule wa kutawala, huyu mtu ambaye anaitwa Yehu, kuhani ambaye alikuwa kwenye zamu, Biblia inaniambia alipoweza kuondoka, wale Israeli wakachukuliwa wakaenda utumwani, yale maboma yao adui wakaja wakabomoa. Na ule ukuta ambao ulikuwa ni ulinzi, ukuta ule watu wakabomoa. Na walipobomoa, Israeli waliosalia wakaa hali wakiwa uchi, wakiwa katika hali ya kuwa kwa kenye aibu, wakiwa katika hali ambayo ya kudharauliwa. Ndipo Yehu akaweza kutangaza mbiu katika nyumba ya Bwana, akawaambia watu, ninahitaji muweze kupanda mlimani mkachukue miti ili tuweze kuijenga nyumba ya Bwana. Biblia inaniambia huyu kuhani ya Yehu alipoeleza Israeli pamoja kupitia makuhani katika nyumba za Bwana, wakaacha kuifanya ile kazi. Walipoacha kuifanya ile kazi, Yehu hakunyamaza kimya. Yehu akaendelea kuzungumza. Ndipo ukurasa wa Bwana ukashuka, akaweza kumwambia Yehu maelekezo haya. Ukiangalia ule mstari wa ngapi? Mstari ule wa 4. Anasema Yoashi akamwambia makuhani, fedha yote na vitu vyote vitakatifu ilivyoletwa nyumbani mwa Bwana, fedha na matumizi ya fedha ya watu wa kadiri ilivyoandikiwa, kila mtu na fedha yote italetwa iliyoletwa kama mtu yoyote aonavyo moyoni mwake kuileta nyumbani mwa Bwana. Ilikuwa ni agizo, kwa sababu wale makuhani waliokuwa wameachiwa kwenye dhamu kuweza kuwasimamia Israeli waliweza kuacha majukumu yao, wakaitelekeza nyumba ya Bwana, wakaiacha nyumba ya Bwana, wakaisusa nyumba ya Bwana. Na ndipo watu wakaweza kupigwa, na ndipo Israeli wakaenda kudharauliwa, Israeli wakaenda tena kuchukuliwa, wakarudishwa tena utumwani. Kila mahali tutaenda kuona hapo, kwa sababu waliacha kusudi la Mungu. Maelekezo yaliyotolewa, fedha yote sasa makuhani, kwa sababu wameshindwa kuwasimamia Israeli ili kuweza kujenga mahali palipobomoka, ili kujenga ukuta ulioweza kubomoka, wakapewa maelekezo fedha yote iweze kuwekwa kwenye sanduku. Hapo ndipo chanzo cha kitu kinachoitwa kibubu. Kibubu, si mnaelewa kibubu jamani? Kama mnaelewa nyosha mkono juu. Wanaojua kibubu. Kuna watu hawajui kibubu. Kibubu kilianzia hapo. Ukiendelea kusoma hapo utaweza kuona. Kama ni msomaji wa Biblia utaweza kuona. Wakachonga sanduku, wakatoboa tundu katikati ya nyumba ya Bwana, na wasimamizi wao wakaweza kuwasurutisha watu ambao walikuwa wakiingia nyumba ya Bwana waweze kutumbukiza sadaka zao hapo. Na baada ya hapo, ili kuweza kupanga namna ya kuweza kuijenga nyumba ya Bwana na ule ukuta uliobomoka. Yesu asifiwe sana. Cha kwanza unachopaswa kuweza kujua, ukuta unaozungumza ni kuta ngapi? 2. Ukuta wa kwanza unaozungumza ni ukuta unaoona kama huu. Ukuta wa pili unaozungumzia ukuta katika ulimwengu wa nini? Wa roho. Nyakati za zamani, nyakati kabla ya Kristo, nyakati za sheria,
watu walikuwa wanalindwa kwa ulinzi wa vitu, kwa sababu ilikuwa ni wakati wa sheria. Na ndio maana ukiangalia katika Agano Kutoka, uje kitabu kile cha Waamuzi, kitabu cha Nehemia, inazungumzia ukuta ambao huu ukuta wa Yerusalemu unaoona, ule ukuta wa Yerusalemu mpaka sasa ambao umejengwa sasa ni mkubwa, ni mpana sana. Wanaweza kupita zaidi ya magari kadhaa yanapita juu ya nini, ya ule ukuta. Nyakati zile za zamani walikuwa wanaweka ukuta wa miti kama ulinzi, ili maadui wasiingie kuweza kuivamia Israeli. Israeli wa sasa ni wewe, na adui yetu sasa hivi sio mtu. Nyakati za zamani adui yao alikuwa ni mtu. Si kama tunaelewana? Kwa sasa adui yetu sio mtu. Usiweze kuweka uadui juu ya mtu. Uadui wetu sisi ni wanani? Wa Shetani na mwanadamu. Yesu asifiwe sana. Shetani na mwanadamu. Sasa ukuta unaozungumza sasa ni ukuta wa rohoni, katika ulimwengu wa roho. Kuna ukuta ambao umebomoka kwenye roho yako. Kuna ukuta ambao umebomoka kwenye maisha yako. Kuna ukuta ambao umebomoka kwenye hali yako ambayo ni ya kiroho. Wewe mwenyewe unajua kabisa kuna ukuta umedondoka na adui ameingia ndani. Haleluya. Na hili ndilo linalotesa sasa kanisa la sasa, kwa sababu tumeachilia. Adui ameweza kuingia baada ya ukuta kubomolewa. Ukuta wa sasa unaozungumza ni neno la Mungu lililojaa neema ya utakatifu. Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe sana. Ukisoma katika kile kitabu cha Nehemia, Nehemia 2 mstari wa kwanza mstari wa 5. Sura ya kwanza mstari wa 5. Sura ya kwanza mstari wa 5. Kitabu cha Nehemia. Msomaji wangu haujapata? Kama hujapata naomba nisome. Biblia inasema hivi: ikawa katika mwezi wa Nisani mwaka wa 20, mfalme Anashasta, na divai imewekwa mbele yake. Nikaishika ile divai, nikampa mfalme, nami nikampa sasa siku za huzuni, nami nikampa sasa sikuwa na huzuni mbele ya mfalme wakati wote. 2, basi mfalme akaniambia, mbona unasikitika uso wako, nawe huna ugonjwa? Ni nini hii isipokuwa ni huzuni ya moyoni? Ndipo nikaogopa sana. 3, nikamwambia mfalme, mfalme uishi milele kwangu, mfalme uishi milele, kwani uso wangu usiwe na huzuni? Kwa nini uso wangu? Kwani uso wangu usiwe na huzuni? Iwapo mji ulio mahali pa makaburi ya baba zangu unakaa ukiwa na malango yake yameteketezwa kwa moto. 4, ndipo mfalme akaniambia, una haja gani uliotaka kuniomba? Basi nikamwomba Mungu wa mbinguni. Nikaomba Mungu wa mbinguni. Nikamwambia mfalme, ukiona vema, ikiwa mimi mtumishi wako nimepata kibali machoni pako, tafadhali unipeleke mpaka Yuda, niuendee mji wa makaburi ya baba zangu, nipate kujenga. Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe sana. Hapa tunamuona sasa Nehemia katika miongoni mwa watu waliochukuliwa utumwani, na yeye ni miongoni mwao. Yesu asifiwe sana. Ukiacha kazi ya Bwana, ukuta ule utabomoka. Ukiacha kazi ya Bwana, utaweza adui kuingia ndani. Kumbuka Israeli walipomwacha Bwana, adui wakaja wakawachukua wakawapeleka utumwani. Hapa tukiangalia Nehemia anasema katika mwaka wa 20 wa Nisani, na yeye akiwa utumwani. Akiwa wapi? Utumwani.
akasikia ukuta wa Yerusalemu umebomolewa na adui wameanza kuharibu makazi. Kumbuka Yerusalemu kulikuwepo na watu ambao ni Kanaani ya zamani. Yesu asifiwe sana. Kumbuka kulikuwepo na watu, na wale watu wakaendelea kupata madhira kadha wa kadha. Ndipo ukiendelea kusoma hapo, kama ni msomaji, ukiendelea kusoma hapo, Biblia inaeleza kukawa na watu ambao walikuja kumletea taarifa Nehemia akiwa kama mnyweshaji wa mfalme. Wakamwambia, mwenzetu nakula kuku, mwenzetu nakula vyema, mwenzetu nakula vinono, lakini kule nyumbani kwa baba yako na kwenye makaburi ya uzao wako kina Ibrahimu na Yakobo na kina Isaka, mahali pa makaburi pamebomolewa, na ule ukuta ambao uliuacha ukiwa umejengwa umebomoka. Lakini huyu yeye Nehemia akiwa mnyweshaji kwa mfalme. Ukizungumzia mnyweshaji kwa mfalme maanisha nini? Ni mpishi. Yesu asifiwe sana. Hivi mtu anayempikia rais, unaweza kumchukulia ni mtu wa kawaida? Sio mtu wa kawaida. Njoo kwenye wafalme wetu wa sasa tu, mtu anayempikia rais analindwa, ana mabodyguard. Kwa sababu gani? Ameshika hatima ya kiongozi.